tunapoendelea. Imebaki siku moja mbele yetu tena na masaa ya leo mchana, na Mungu atujalie kufika sehemu ambayo tunaweza kufikishwa naye sisi sote. Leo tuna somo ambalo linahusu muziki ni ibada. Mara nyingi tunasikia muziki ni ibada, lakini unaweza ukauliza, labda watu wanaona muziki ni ibada kwa kuwa ni sehemu ya ibada, lakini somo halisemi muziki ni sehemu ya ibada. Muziki ni ibada, yaani muziki. Kwa hiyo muda huu ni sehemu ya kwanza, na jioni itakuwa sehemu ya pili. Tunaenda kuona muziki ni ibada, na kwa leo na kesho tunaona vile muziki unavyofanya kutoka kwa viumbe. Lakini jana tulikuwa tunaangalia muziki ni Mungu na ndiye anayetoa muziki, na tunapoimba tunaimba kwake. Kwa hiyo ilikuwa tu ni kuona Mungu ndiye chanzo cha muziki na ndiye muziki wenyewe, halafu tunamwimbia yeye. Lakini leo, kwa sababu hasa shida haiko upande wa Mungu, shida ni sisi, ndio maana ninatumia siku mbili, leo na kesho. Maana wenye shida ni sisi waabuduo, ndio tuliona shida, na Mungu atatusaidia kuanzia mchana huu, jioni na kesho, kuona muziki na huyu ambaye ni kiumbe anayeimba, ama anaposikia wimbo ana nini kinafanyika kwake. Kwa hivyo muziki ni ibada, sehemu ya kwanza. Fungua Mambo ya Nyakati ya Kwanza, Nyakati ya Kwanza sura ya 16 na aya ya 9. Soma tu hapo. Biblia inasema hivi. Ndio. Mwimbieni kwa zaburi. Imba kwa zaburi. Tafakarini ajabu zake zote. Tafakarini ajabu zake zote. Imba kwa zaburi, mwimbie kwa zaburi. Zitafakari. Tutakuja kurudi kwenye hiyo aya nafikiri kesho, tutakapokuwa tunaingia mpaka kwenye vyombo vya muziki na namna yale maneno yanavyotumika, pengine wakati mwingine kwa sababu ya tafsiri na namna walivyotafsiri wakati ule, inaweza situfanyie kuelewa, tutapitia kidogo kesho. Mwimbieni Bwana kwa zaburi, halafu zitafakarini nini? Ajabu zake zote. Kama mtakumbuka jana tunapozungumzia ajabu zake, tulisoma aya kadhaa, tunazungumzia kazi za mikono yake. Tulipokuwa tunaangalia sifa za Mungu, tusema ametia wimbo mpya kinywani, ndizo sifa. Alafu aya zingine nasema ajabu zake. Kwa hiyo unaposikia ajabu zake, maana yake ni matendo yake yanayopita ufahamu wetu, utendaji wa Mungu unaopita ufahamu wetu. Sasa anasema mnapoimba tafakarini hizo. Maana yake hizo sifa zake zipi? Utendaji wa Mungu. Na tuliona jana utendaji wa Mungu ni neno makubwa mawili. Moja ni wapi? Upande wa uumbaji. Anapotenda ni matendo ya ajabu kwenye uumbaji. Na kundi la pili na mkia kuhusu nini? Ukombozi. Sasa nyimbo zote ziko pale, ni utendaji wa Mungu unaoleta muziki kwetu. Kwa tunapoimba tunaimba hizo ajabu zake, tunaimba hizo sifa zake, na ndio yeye tunayemwimbia, na ndiye yeye aliyemziki. Hilo neno ambalo limetafsiriwa zitafakarini, hilo neno tafakari, ni neno la Kiebrania linaitwa siak. Siak kwenye Agano la Kale limetajwa mara 20, inaandikwa mara 20. Kwa hiyo ingekuwa kama nina muda mpana ningesoma haya nyingi sana uzone hilo neno siak, na limetafsiriwa tofauti sana. Ni kama ukisoma ile Mwanzo ile 3, halafu unaambiwa tamaa yako itakuwa kwa mmeo, halafu ukienda kwenye wimbo ulio bora haitumiki tena tamaa, inatumika neno shauku.
Saa nyingine huwa najiuliza watafsiri walikuwa wanapata shida sana kwa Kiswahili. Ameitafsiri hapa hivi alafu huko akaitafsiri hivi. Ni kweli kwamba neno moja la Kiebrania lina maana fulani hivi mtambuka kadhaa. Lakini unakuta kuna sehemu walipata shida hao watu wa Mungu. Ukiangalia wakati wao wanatafsiri uelewa na upana wa lugha yenyewe ya Kiswahili, na hasa baadhi ya maneno walikosa maneno moja kwa moja. Na hata leo kuna baadhi ya maneno katika lugha ya asili ya Biblia, ama ni Kiunani ama ni Kiebrania, unakosa neno la moja kwa moja. Kwa hiyo inabidi watumie hiki ama hiki. Wametumia neno tafakari, ndio umetafsiri neno siak, tafakari. Lakini ile neno siak ndio neno ambalo linatafsiriwa kwa Kiingereza news. News ya N-U-S na E, ile ya embe. News. Na hilo ndio neno ambalo limeleta neno linaloitwa music. Wanataka tusikilize vizuri, kwa sababu muziki kwa Kiswahili wakatoa hivyo kutoka kwenye hilo neno wakaita muziki. Kwa hiyo zikaandikwa tu herufi tofauti lakini matamshi yale. Lakini ndio hilo neno siak. Mara 20 kwenye Agano la Kale. Hilo neno kutafakari ni moja wapo. Meditate ama contemplate, maneno ya Kiingereza. Contemplate ama meditate. Kwa Kiswahili tunaweza kutumia neno moja, kutafakari. Lakini hilo neno pia lina haya, wanasema ni devotion. Devotion ni ibada. Hilo neno siak. Kwa hiyo ukiwa na version za Kiingereza usishangae kutana wametafsiri neno devotion. Wako sahihi kabisa. Kwa sababu siak ina maana ya ibada, devotion. Lakini hilo neno pia linalotajwa juu ya sala. Kwa utakuta sehemu nyingine ametumia neno pray. Neno hilo siak. Kwa hivyo anapotaja siak ambao kwa Kiingereza nalobeba hilo neno ndio na maana ya muziki. Muse, siak. Anaposema nitatafakari ajabu zake, sio kutafakari kichwani umetulia. Ni kwa kuimba. Ndio maana imetumika neno siak. Nitaimba ajabu zake. Lakini anaimbaje? Ndio inakuja anatafakari. Papa anatumia neno thought, kutafakari unatumia akili. Tutakuja kuangalia jioni. Halafu unatafakari sio kwa kimya kimya, hiyo sio yoga. Bali unaimba kwa sababu neno muse. Hilo neno hilo. Na hilo neno lina maana ya sala, lina maana ya tafakari, lina maana ya ibada. Iko ina maana kama 6 hilo neno siak. Zote inahusisha ufahamu wa mwanadamu kuhusu alichotenda huyo Mungu, halafu kinachomfanya aitikie kwa huyo Mungu. Ndio maana wanaona ni sala, maana wanaona ni ibada. Siak. Hilo ndilo linalosababisha ama kuleta iitwe muziki. Katika lugha za zamani kwenye karne ya 13 kwenye Indo-European languages ambayo ndio utakuta Wafaransa, utakuta Uingereza na nini, hiyo old French hiyo na nini hiyo, ndio kwenye karne ya 13 ndipo walikuwa wanaliingiza kwenye matumizi. Na hiyo neno ambalo nimetumia neno muse. Karne ya 13 ambalo ndio lina maana muziki. Kwa hiyo ukisikia muziki lazima unitoe hapa nilipo niende mahali pengine. Una motion kwa sababu unatumia akili na unakufanya uingie kwenye ibada, muziki. Na hiki ndicho kitu cha ajabu sana kwamba hakuna mtu anayeimba na asiondoke mahali alipo aende sehemu nyingine, kwa sababu unamtoa hapa unampeleka hapa. Kwa hiyo ikiwa ule muziki sio wenyewe, lazima utampeleka popote. Mtu mmoja anasema mimi nyimbo za kidunia
huwa nasikiliza ziniathiri chochote, nasikilizaga tu. Hiyo tu kwanza kuamini hivyo ni kwamba tayari umeshadanganyika. Yaani tu kwa uelewa huo tayari umeshavurugwa, ila haujui umevurugwa. Wewe ukienda kwenye Biblia, Ibilisi alifanikiwa sana kuua watu wa Mungu alipoleta muziki. Aliua sana Ibilisi. Na hata leo katika dunia hii hakuna sherehe bila muziki. Hakuna ulevi pasipo muziki. Hakuna zinaa pasipo muziki. Anaijua Israeli wanavyoitumia, kwa sababu muziki una nguvu kuliko gravitational force. Sawa. Gravitational force ukiruka hivi juu inakushusha. Nguvu ya mvutano inakurudisha. Hii ndege ipae lazima iwe na nguvu ya kukabiliana na gravitational force ili iende juu. Vinginevyo itashushwa chini. Sasa muziki una nguvu kuliko unavyofikiri gravitational force. Unamtoa mtu hapo unampeleka pale. Kwa hivyo siku zote muziki ni ibada, sia. Katika Zaburi ya 55 aya 17. Zaburi ya 55 aya 17. Hebu soma pale. Aya 17 inasema hivi. Nasema jioni, asubuhi na dhuhuri nitalala na kuugua. Nitalala na kuugua. Naye atasikia sauti yangu. Sasa unajua, mara nyingi ukisoma kwenye Kiswahili unasema kama wakati fulani unasoma maneno kwenye Kiswahili ama katika lugha ya Kiingereza unapata shida, alafu ni tafsiri moja kwa moja hivi. Wametumia neno nitalala. Lakini lile neno sia wewe inakuletea wazo la kuhangaika, la kulalamika. Kulalama ukienda kwenye Kiswahili. Lakini neno lililoandikwa pale ni sia. Anaposema asubuhi, mchana, dhuhuri, nitakutukuza kwa wimbo. Nitaimba, nitamuse, nitaingia kwenye devotion, kwenye ibada kwa ajili yako. Lakini sasa Kiswahili ukisoma kuna maombi ya kulalama. Sasa usikilize sasa ya kulalama. Huwa nikisikiliza nasema Mungu anajua, wasamea wajui wanalofanya nini. Maana hajui sasa atafanya. Kiswahili kimesema nitalala. Kwa hiyo unamuuliza kulalama unafanyaje? Yeye hapa anaona ni kuomba, ile kwa kupiga magoti ama kwa kulala kifudifudi ama kwa kufanyaje, anazungumza na Mungu kwa kutamka maneno kwa kuomba. Lakini sicho kilichotajwa pale. Anazungumzia nitaingia kwenye ibada kwa njia ya wimbo. Sio sala ya kutamka, ni sala katika wimbo. Ibada yenye wimbo. Kama tuna kitu ambacho tuna changamoto wa Mwalimu Kahare kwenye kanisa hili, ukitaka ujue ni changamoto namna ya kupanga ibada ambayo ni nyimbo tu. Shughuli. Kwa sababu watu wanajua nyimbo sio ibada. Lakini ni ibada kabisa. Ni mpaka watu wafahamu, alafu ndipo wanaweza kawa na ibada ya nyimbo. Na saa nyingine hata mhudumu akisema leo tunaenda kwenye ibada alafu ni ndani ya nyimbo, watasema hiyo inafanyikaje? Maana sisi wimbo tunaona ni kionjo. Alafu kikipita kama tumeandaliwa. Ndio maana wanasema jamani, kwaya ile muandae mhubiri. Wewe inampasha. Sisi wengine tukisubiri apate joto muonenaji. Yaani wanazungumza kitu tu. Yaani hata wafikiria maneno nayo yatamke kwamba kwaya itakao muandaa muonenaji. Waimbaji nao wanakuja kumwandaa muonenaji. Sijajua kama wao wanafanikiwa kumwandaa vizuri. Afadhali wanaoandaa marehemu kwenye jeneza, naona kama wanajitahidi watu. Hii sijui kama hao wanafaulu kweli.
njia ya nyimbo. Adhuhuri, mchana, asubuhi nitakuwa kwenye ibada ya nyimbo ya uimbaji kumsifu Bwana. Na anaposema hivyo, sitatamka tu kwa maneno, nitakuwa akili yangu ikiwa kazini, nitakuwa kwenye ibada kwa Mungu wangu. Nenda Zaburi 77. Hii Zaburi 77 ni zaburi ya kitaifa, ni wimbo wa taifa katika Israeli. Mojawapo ya zaburi ambazo zinaimbwa kwa taifa. Wiki hii nilikuwa nafuatilia siku hizo wanafanyaje Israeli. Nikakuta kuna wimbo mmoja unasema Shema Israeli. Wameuchukua kwenye Kumbukumbu la Torati, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye mmoja. Wakiimba ule wimbo, anayeongoza anavaa bendera ya Israeli. Na alafu ukiona unapoimba, alafu unafuatilia maneno, kwa sababu wanaimba kwa Kiebrania tupu, lakini pia wameweka kwa Kiingereza hapa chini yale maneno ya Kiebrania, na katifana naimba kwa Kiebrania peke yao. Lakini wanapoimba ule wimbo, najaribu kuangalia maneno wanayoimba na hao wenyewe. Sasa kwa sababu hatuna nani hapa, najaribu kufuatilia zile nyimbo zenye sherehe katika zile sikukuu ndani ya mwaka wanapofanya siku hizi, alafu uangalie wanapoimba nyimbo katika Israeli ibada. Kuna kitu cha ajabu sana ambao bado wanazingatia, wanafuatilia sana hizo nyimbo zao. Najaribu kufuatilia nione wamechepuka katika uelewa vile mataji ya muziki katika Agano la Kale, maana hawajatambua walio wengi kwamba Yesu Kristo ndiye Masihi. Kwa hiyo wanatembea sana na Agano la Kale. Kwa hiyo lakini wanapoimba ninaona vile wanavyo akili zao zinavyohusika katika jambo hilo. Wanapoimba Shema Israeli, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Kwa hiyo wakiimba ule wimbo, unaona wanavyokwenda na wanavyokeza akili zao pale. Sasa kulalama kuna kutafsiriwa pale. Ukitembea na hilo neno unaweza usijue kwamba ni neno siak, lakini ni hilo neno ambalo linamaanisha ya ibada kwa njia ya wimbo, inamtafakarisha mnenaji na inampeleka katika kwa Mungu wake, inamuunganisha yeye na Mungu wake. Siak. Sasa Zaburi 77 kama nilivyosema ni wimbo ambao una mabeti matatu. 77 ina beti zote tatu. Beti wa kwanza unaanza mstari wa kwanza mpaka wa 9, alafu beti wa pili wa 10 hadi 13, alafu 14 mpaka 20 kule ni beti wa tatu. Beti tatu pekee yake. Kwenye Kiswahili utaona ama kuna baadhi ya zaburi katika lugha ya Kiingereza wameiweka katika beti zake kabisa, lakini kwenye Kiswahili utaona hizo beti wamezipanga. Lakini beti tatu. Hebu soma tu ile aya ya 6 alafu uende aya ya 12, alafu sasa nitakupitisha kwenye hizo beti kidogo uweze kujua ni nini, kwa nini nataka hiyo Zaburi 77. Hebu soma. Nakumbuka wimbo wangu usiku, nakumbuka wimbo wangu usiku, nawaza moyoni mwangu, nawaza moyoni mwangu, roho yangu ikatafuta, roho yangu inatafuta. Na 12, nakumbuka wimbo wangu, nawaza moyoni. Hapo umetafsiri kwa kutumia neno nawaza, lakini ile neno siak, muse, naimba katika ibada wakati wa usiku. Ndani ya moyo wangu, anasema ninasema na moyo wangu kuhusu yeye kwa njia ya muziki. Ndicho anachokieleza hapa, nawaza moyoni mwangu, lakini awazi akiwa kimya ni kwa kuimba siak. Nenda mstari wa 12. Pia nitaitafakari kazi yako yote. Hafu nitaitafakari kazi yako yote. Nitawaza habari za matendo yako. Waza habari ya matendo yako. Unaona hapa pia nawaza neno hilo rosia. Nitaimba matendo yako katika ibada siku wana. Sasa hizi nimetaja hizo mbili tu uone ujue kwamba muziki huo na nini ndani yake hapo.
lakini ukisoma mstari wa kwanza hadi wa 3 hapa anazungumza na Mungu. Anaeleza, nenda twende kwa haraka kidogo. Soma mstari wa kwanza hadi wa 3. Biblia inasema hivi, nipazie Mungu sauti yangu. Napaza sauti yangu. Naam, nipazie Mungu naye atanisikia. Siku ya taabu yangu nalimtafuta Bwana. Tafuta Bwana. Mkono wangu ulinyoshwa usiku, haukulegea usiku. Nafsi yangu ilikataa kufarijiwa, sikuweza kufarijika. Nilipotaka kumkumbuka Mungu nalifadhaika. Nilipotaka nimkumbuke Mungu nikapata fadhaa. Nilipotaka kutafakari roho yangu ilizimia. Roho yangu inazimia nilipotaka kumtafakari Mungu. Yaani Zaburi inaanza na shinikizo ambalo lipo la kitaifa. Unapokuwa kwenye mazingira ambayo sio rafiki, yani ni pressure ya hali ya juu, ndio unaona kwamba nikijaribu hivi lakini usiku wote hapati usingizi, ni kama aone nuru vile. Na ukisema anampasia Mungu kwa sauti, sio kwamba anazungumza, ni wimbo anaimba. Sasa hiyo anawasiliana kwa Mungu. Kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 9 unaona sasa wimbo na mkutano wake, lakini anavyoelewa kuhusu Mungu wakati wa dhoruba. Uelewa wa mwanadamu unavyofanana anapokuwa katika dhoruba. Uelewa wake kuhusu Mungu ukoje? Soma mstari wa 4 mpaka wa 9. Ulizishika kope za macho yangu zisifumbike. Sikuweza kusinzia. Naliona mashaka nisiweze kunena. Ndio. Nalifikiri habari za siku za kale. Miaka ya zamani zilizopita. Yaani kafikiri utendaji wa Mungu miaka iliyopita. Nakumbuka wimbo wangu usiku. Sasa nakumbuka wimbo wangu usiku. Nawaza moyoni mwangu. Roho yangu ikatafuta. Je, Bwana atatupa milele? Hapo kuna maswali 6 asiyoyajibu. Inaitwa rhetorical questions. Ya kwanza, je, Bwana ametutupa milele na milele? Swali la kwanza hilo, alijibu hiyo. La pili, hatatenda fadhili tena kabisa? Je, ina maana Mungu hatatenda fadhili kabisa? La tatu, rehema zake zimekoma hata milele. Hivi ndio kusema rehema zake zimekoma juu yetu. La 4, ahadi yake imekwisha hata vizazi vyote. Je, ndio kusema Mungu ameondoa ahadi zake katika vizazi vyake. 5, Mungu amesahau fadhili zake. Je, ametusahau kabisa katika fadhili zake? Ndani ya utendaji wake ametusahau kabisa. 6, amezuia kwa hasira rehema zake. Je, ni kweli kwamba rehema zake amezuia kwa sababu ya hasira dhidi yetu? Hapo kuna maswali 6. Na haya maswali wewe unaweza ukawa nusuwe na yote 6, lakini hii ndio picha ya mimi na wewe tunapokuwa katikati ya dhiki, alafu Mungu amekaa kimya. Yaani akili zetu zinamuonaje Mungu? Yaani zinamuona, je, Mungu amekoma? Mungu amezuia? Mungu ameacha? Kwa ufupi tu ni kwamba, je, amebadilika? Hiyo ndio anapoanzia mstari wa 7 mpaka wa 9 anapozungumza. Sasa kinachonishangaza wakati hajamaliza huo beti, anakuja, angalia aya ya 10, msoma aya ya 10. Nikasema, sasa hapa sikiliza, akasemaje? Ndio udhaifu wangu huo ndio udhaifu wangu, lakini nitaikumbuka miaka ya mkono wa kuume wake aliye juu. Ufunguzi ni huu, nitakumbuka mkono wake wa kuume wakati alipotenda. Yaani anachosema udhaifu wangu ni upi? Kule kudhani Mungu amebadilika kwa sababu ya kinachoendelea maishani. Huo ndio udhaifu wetu. Kaa tu fikiria uone. Udhaifu wa Wakristo ni pale wanapodhani Mungu amebadilika, wanapokuwa katikati ya dhoruba. Huu ndio udhaifu wao. Tunadhani rehema zake zimekoma, tunadhani hasira zake ziko juu yetu, tunadhani Mungu ahadi zake ameziwa. Yaani tunaona hivi, kwa hivi imekuaje kwa nini mimi? Maana halali usiku, kope zake hazifumbi, anazungumza kwa njia ya sala na yuko kwenye wimbo kwa njia hiyo, halafu mbingu ziko kimya. Ndio anasema, ndio akauza ile maswali 6. Yote yanamaanisha Mungu
amebadilika. Na ni wimbo. Ndipo alipo tafakari, kwa sababu sema nikatia nia nitafakari, nimtafute Mungu katika wimbo, katika sia. Ndipo akagundua huu ndio udhaifu wetu kumbe. Kudhani kwamba Mungu amebadilika. Ukifikia hatua ambayo wakati mazingira yako yamebadilika ya nje, halafu yasibadilishe yale ya ndani, wewe umekuwa. Nalisikia lakini wakati mazingira yako yamebadilika ya nje, lakini yale ya ndani hayajafanyaje kuhusu Mungu? Hayajabadilika. Yaani unajua sisi huwa tunataka tumuelewe Mungu kulingana na mazingira yaliyotuzunguka. Yakiwa machungu, tunaona Mungu upendo wake. Yaani sisi tunampima Mungu kwa yanayotukuta. Saa hiyo hata utakumbuka alichosema Paulo kwenye Warumi, hakuna kitakachotutenga na upendo wa nani? Kristo. Saa hiyo muulize mwenye changamoto kama anaelewa haya. Muulize kama anaelewa. Saa hiyo muulize ile aliyosema kwenye Mathayo 28 aya ya 20, nitakuwa pamoja nawe hata ukamilifu wa dahari. Muulize kama anaelewa. Eti Yesu alikuwa na mimi mpaka ukamilifu wa dahari. Mrudishe kwenye Zaburi kwenye 23, ninapopita katika bonde la uvuli wa mauti nitakuwa pamoja. Muulize kama anaamini na hapo kwenye bonde la uvuli wa mauti yuko pamoja na Mungu. Saa hiyo ni kama unakosa hewa, umezama kwenye maji. Yaani wote wanakuja kukusalimia saa hiyo, hauna neno lolote la kuwatia moyo, badala ya kusema watu wa Mungu niombee. Hapo ndio amejitahidi hapo. Kajitahidi mpaka anakuambia mniombee. Kajitahidi huyo. Lakini Zaburi inaeleza huo ndio udhaifu wake. Yaani mwanadamu anapofikiri Mungu amebadilika kwa sababu ya yanayonikuta, huo ndio udhaifu mkubwa wa mwanadamu. Infinitive weakness ya morality, weakness ya spirituality. Hali ya udhaifu kuhusiana na Mungu ndio hapo inachekiwa hapo. Na yameandika haya kutusaidia. Kumbuka ametunga wimbo ambao unachukua usikivu wa kitaifa. Pale taifa linapokuwa kwenye changamoto, hatujui ni ya kivita ama ni ya njaa ama ni ya nini. Halafu mbingu ziko kimya na watu wanapitia dhiki. Tunga Zaburi huyu akatunga, afahamiki ni nani aliyetunga Zaburi 77. Lakini anaeleza tatizo la wanadamu katikati ya dhiki. Huwa wanadhani Mungu amebadilika. Na Biblia imeandika Mungu habadiliki wala hakuna kivuli cha kugeuka. Kwa nini kwenye dhiki huwa tunadhani amebadilika yeye? Kilichobadilika ni mazingira yangu, sio Mungu aliyefanyaje? Alibadilika. Kwa hiyo Zaburi inaleta ufumbuzi wa hili tatizo kwamba ni weakness ya wanadamu. Sasa kwa mfano, sisi wote tunapima mambo katika uelewa wetu. Man's view. Mwanadamu anavyoona mambo, kwa mfano tuseme ikifika jioni jua linazama, si ndio? Au ninyi huko hamjui linazama? Lazima linazama. Linazama, si ndio? Ni kweli wale linazama. Ninapenda huko. Linazamaje wakati wengine kule wanaona? Kwa hiyo tuna shida ya kutafsiri mambo katika uelewa wetu. Mungu ameandika, ametumia manabii tumuone yeye katika uelewa wake. Saa hizi hata ukienda hapo nje, hata mawingu mazito yakafunika, mtoto akaona mbuzi na nini wanalia, kuku wanaingia kwenye banda, mawingu yametanda kabisa, lakini ni saa 6 za mchana. Ni mtoto atakayeona jua limezama, ila wewe utajua hamna, ni mawingu tu ndio yamefanyaje? Yametanda. Jua lipo. Lakini mtoto atajua lipo. Hata mbuzi hatajua. Atalia arudishwe nyumbani. Lakini mtu mzima anajua jua bado lipo.
lipo. Na hii ndio picha ya hali ya kiroho. Watoto wataona Mungu amebadilika, ila waliokuwa kiroho wanajua hamna, Mungu hajafanya nini, hajabadilika. Kwa hiyo ukiangalia waumini wengi kanisani ni watoto, hawawezi kuliona jua kwamba lipo jua ila mawingu yapo hapa katikati. Wao wanashuku hakuna jua, kisha kuna mawingu. Kwa hiyo anasema huu ndio udhaifu wangu, kudhani ya kwamba Mungu amebadilika. Sasa alipataje ukweli huo? Alipoingia kwenye muziki. Sikiliza vizuri, na ule muziki wako ulikuwa wapi? Kuhusu mambo aliyotenda Mungu. Kwa hiyo muziki wako ulikuwa kwenye wapi? Juu ya sifa za Mungu. Kilichomfanya ayajue ni ule utendaji wa Mungu, sio kwake wakati huo, ila amewahi kutenda na yakaandikwa. Na kitakacho kusaidia sisi katika nyimbo unapoimba, usiimbe tu uangalie wimbo. Wewe uimbe ukiwa una furaha, ujue Mungu yupo, sio mpaka amekutendea wewe, ila rudisha akili zako uone mambo aliyoyatenda Mungu, kwa sababu siku zote matendo ya Mungu yana sifa mbili. Ya kwanza, yanakaa siku zote na yanadumu kuwepo. Ni permanent, lakini pia ni contemporary. Yaani Mungu alichokitenda kwenye bahari ya Shamu ni contemporary, kwa maana ni kitu cha sasa hivi pia. Na hapo ndipo iko kitu cha ajabu. Kwa hiyo ndio maana nasema nilipoingia kwenye sia, kwenye kutafakari, kwenye ibada ya njia uimbaji, na wimbo anaoimba ni matendo ya Mungu, anasema nikajua huyu ndio udhaifu wangu. Jana nilizungumza kama kuna watu ambao hawapaswi kuwa wadhaifu kiroho, ni waimbaji. Nategemea wanaimba nyimbo zetu. Watu ambao wanastahili kuwa imara kiroho ni watu gani? Naangalia hapo, alipoingia kwenye ule muziki unaohusu habari ya utendaji wa Mungu wa kazi zake za ajabu, ndipo akagundua nina shida. Kwanza aligundua udhaifu wake kwa kuona utendaji wa Mungu. Pili, angalia mstari wa 11 hadi 13. Soma Zaburi 77. Zaburi 77 mstari wa 13. 11 hadi 13. Biblia inasema hivi, Inasema nitakumbuka matendo ya Bwana, nitakumbuka utendaji wake, naam, nitakumbuka maajabu yako ya kale. Maajabu yako aliyotenda yale ya kale nitayarudisha kwenye fahamu yangu. Pia nitaitafakari kazi yako yote. Nitaitafakari kazi yako yote. Nitaziwaza habari za matendo yako. Nitaziwaza sia, nitaziingiza. Yaani hapo tafakari ni katika muziki. Sia, nitaziwaza kazi zake. Mungu, Mungu, njia yako hii katika utakatifu. Sasa angalia aya ya 13. Aligundua nini? Njia ya kumfikia Mungu iko katika. Sasa kwenye Kiswahili wametumia neno utakatifu, lakini neno linamaanisha sanctuary, katika patakatifu. Anasema kumbe umfikie Mungu, rudisha akili yako patakatifu. Ukizungumza patakatifu, nenda kwenye kazi ya Mungu ya ukombozi. Munifanyie patakatifu nipate kukaa kati. Na mambo nini? Kila anayetenda dhambi aje, pasipo damu hakuna ondoleo la nini? Kwa hiyo anaposema njia ya kwenda kwa Mungu inapatikana Kalvari. Ina maana dhiki zote za taifa la Israeli, dhiki zote kwako na mimi, zinapata majibu sahihi Kalvari. Kalvari. Ukisema nakumbuka kifo cha Yesu msalabani, yeyote anayekumbuka kifo cha Yesu na anaimba hivyo, maana yake vingine vyote vilivyotikisa vinakuwa sifuri. Kwa sababu Kalvari unaona neema ya Mungu, Kalvari
unaona akiunganisha Mungu na wanadamu Kalvari, unaona wanadamu akiwekwa huru Kalvari, unaona upendo wa Mungu usioyumba Kalvari, unaona ahadi ya Mungu anakuja kulichukua. Sasa haya nini unayopitia hapa vinakuwa takataka kabisa, na ni wimbo. Ndipo akagundua moja, huu ni udhaifu wangu upi, kudhani Mungu anabadilika kulingana na yanayotokea maishani mwangu. Ni udhaifu. Wa pili, kama utaingia kwenye utafakari katika wimbo huu ambao unahusu utendaji wa Mungu, utaiona kazi yake patakatifu. Hata kama hujui majibu kinachoendelea, utaishia kama Ayubu, nilitoka tumboni mwa mama nikiwa uchi na uchi nitarudi. Jina lake lifanye nini? Imani ya Ayubu ilikuwa kubwa, na hapa pepo na Biblia wakati ule. Sisi tuna Biblia moja baada ya nyingine, mpaka tuna vitabu tunaita roho ya unabii. Lakini ni utapiamlo mkubwa ni sisi. Yaani ni kama vitusaidie mwongozo hadi mwongozo, mwongozo hadi mwongozo, hiki hadi. Lakini tukikumbwa na changamoto, hata Kalvari haionekani mno, imefunikwa na wingu la changamoto. Kwa hiyo ule wimbo unaeleza kumbe njia yake ni patakatifu. Ndio maana Yesu alisema hii ndio kazi ya Mungu, mwamini yeye aliyetumwa na yeye. Wanasomea hii ndio kazi ya Mungu. Anazungumzia kifo cha Yesu ni kazi ya Mungu. Alafu niliwaambia jana, watu wanatuibia kazi ya Mungu haina makosa eti kwa kifo. Unajua, usipojua Biblia huwezi kujua vile Ibilisi alivyotembea kwenye akili ya mtunzo ule wimbo. Watu wasiposoma Biblia wataweka hizo ala na utaimba, unaona unaibika vizuri, safi safi kabisa. Hawasomi hata Biblia. Ukiuliza ni imani ya msingi na mangapi huo wimbo unahusu? Na ninyi waimbaji wote mnaoimba, mwalimu akileta wimbo mumuulize ni imani namba ngapi. Ninawaambieni tu vizuri, msije mkaimba takataka. Mnasikia kinachosema? Mnasikia? Maana ndio ile neno, ndio Biblia. Sasa imani namba moja maandiko matakatifu, nenda mpaka ile ya 28 nchi mpya. Hakuna hapo. Tusaidie kujua hapa tu kwenye imani ya ipi. Kama yeleweki, mwambie tafuta mwingine kwa Bwana. Utakoja toka huko. Hata kama unameremeta kama menda anaitwa kwenye choo cha shimo. Ninawaambia hivi kwa sababu hautawasaidia kujua chochote kuhusu Mungu, hautatuingiza kwenye ibada hata wasikiliza. Hakuna chochote. Hakuna. Utaisha kishi cha wako. Ukipiga ule hata kichaa. Na hata chochote nini kinamsaidia? Hakuna mtu yeyote. Ndio maana kwenye mabaa, ndio maana kwenye harusi za wapagani ndio nini? Ukipiga hivyo wote wanamwandika, hata hawajui ni nini kinaendelea. Afu mtu anasema usikutaje. Usikutaje wewe kwa sababu. Kwa hivyo hapa anaeleza njia ya utakatifu, njia ya Bwana hii katika patakatifu pake. Kwa hivyo kwa sababu hakuna nini, unaona sasa ni sifa tupu ya utendaji wa kazi ya Bwana. Na nikagundua kwamba ukisahau Mungu alichotenda katika historia kilichoandikwa, Biblia inasema yameandikwa yatufundishe sisi. Paulo aliandika Korinto ya kwanza sura ya 10. Yameandikwa yatufundishe sisi. Kwa hiyo hakuna kilichoandikwa chochote ambacho hakiwezi kuwa majibu kwa maisha yetu. Na amejikita wapi? Mtunga huo wimbo amejikita kwenye kazi alizotenda Mungu. Ndio ufumbuzi wa changamoto anazopitia. Maana takumbuka matendo yako ya kale. Takumbuka taziwaza.
Ndio maana Biblia imetanda nasema mbingu ni kazi ya mikono yangu. Yaani usiyaona hayo kazi ya mikono, maana yake ina maana hata kama una njaa usije ukafikiri Mungu hawezi kukulisha. Anasema angalia nilivyotanda. Hizo zote ni kazi ya mikono yangu. Maana yake kama nimefanya vile, hiki unachozungumzia leo wewe ni kitu gani mpaka unaona mashaka hivi? Ikiwa nimefanya hiki, nimefanya hiki, tena nakueleza nilitamka ikawa, niliamuru vikasimama. Kwenye Zaburi 33 mstari wa 6 na wa 9. Sasa kama anaweza kufanya hivyo na hajafanya hivi kwangu, sio kwamba hawezi, na sio kwamba eti hanipendi. Ukitaka kujua nakupenda, sinenda Kalvari basi. Ufike pale Kalvari, afu angalie mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa nini? Milele. Halafu uone kama Mungu akupendi. Angekuwa akupenda asingeenda Kalvari. Sasa hii kuugua hapa na kukatwa mguu hapa ajali, eti ndio imetafsirika Mungu alipendi. Hii hata Martha na Mariamu waliona hivyo, Mungu wao Yesu hawapendi, kwa sababu taarifa nazo siku 4 kabla hajafa, lakini hajaja na amekuja ameshazikwa tayari siku 4 kwa kaburini, tangu ugonjwa kabla hata hajafa, na afa anakuja sasa hivi anaruka. Sasa wewe ni kitu gani unajali? Wewe ukiangalia ile mazungumzo ya Martha na Mariamu kuhusu Yesu, ni kuona Yesu ajali, Yesu ana upendo kwa familia aliyokuwa anayo karibu kiasi kile. Hicho mwangaisha Yesu sio ni kwamba hawa hawajui yeye ni nani, na hawajui ni zaidi ya kitu kama hiki. Sasa mpaka leo haja tufurie marehemu wetu ndio tujue Mungu anatupenda leo. Muulizeni kama Lazaro hajafa, si alikufa tena? Na waulize, mlisikia Lazaro alienda mbinguni? Kwa hiyo ili sisi tuamini Mungu anatujali mpaka amponye huyu mgonjwa. Sio ni vitu vya ajabu sana. Asipomponya huyu tunajua Mungu atupendi. Kwa sababu ndio mtu wa muhimu sana kwangu. Kwa nini nifiwe na mtoto? Kwa nini nifiwe na mwezi? Kwa nini nifiwe na mzazi? Sasa Yesu anasema, hivi si aliandikwa itufundishe? Si alisema ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeshinda nini? Hivi hiyo kama tusaidia wapi? Na watusi wa nyimbo wasikumbuka ya kwamba nao wanaimba wanakumbuka hayo wanatuletea. Kwa hiyo wanapoimba hayo hizo nyimbo zenye ujumbe huu ambao unaingiza kwenye ibada, ndio unaona pale hao wanaimba. Ndio wanasema kumbe ni udhaifu wetu, Mungu yuko namna hii, leta kazi za Bwana, alafu wengine wote wanaoigiza wanadondoka. Amen. Nenda katika Zaburi 69 aya ya 30 na 31. Soma. Zaburi 69 aya 31, Biblia inasema hivi. Aya 30 na 31. Nitalisifu jina la Mungu kwa wimbo, nami nitamtukuza kwa shukrani. Tamtukuza kwa shukrani, naye atampendeza Bwana kuliko ng'ombe. Soma vizuri hapo. Nayo yatampendeza Bwana kuliko ng'ombe. Hayo yatampendeza Bwana kuliko ng'ombe mwenye nini? Au ndama mwenye pembe na kwato. Yaani ile kumsifu na kumshukuru kwa wimbo, yaani kumwimbia Mungu, ambao ina maneno mawili, sifa na shukrani. Sifa maana yake unatambua kazi zake za ajabu. Shukrani maana yake unatambua utendaji wake kwako. Sifa unajua uwezo wake na tabia yake na utendaji wake kwa maeneo mengine, lakini shukrani maana yake unajua utendaji wake kwako. Anasema mnapomwimbia hizo sifa na shukrani, Biblia inaeleza ni bora kuliko kafara. Singing praises and thanksgiving to God is better than sacrifice. Anazungumzia sadaka zote, ng'ombe na nini yanayotolewa, mazao na fedha Tanzania ama atoe za Kimarekani, atoe kiasi gani, hazilingani na wimbo wa sifa na shukrani kwa Mungu. Na ni vizuri uweze kufahamu kweli huo. Usipoelewa, Biblia inasema wimbo wenye sifa na shukrani kwa Bwana ni bora kuliko kafara. Na Biblia imeleta vitu viwili ili kuonyesha kwa nini wimbo uwe bora. Kwa sababu wimbo unamsubmiti kwa Mungu, yaani mambo yanayomzunguka yanakuwa sifuri, halafu inampeleka kwa Bwana. Mungu anakuwa mkubwa kuliko anayopitia. Ibilisi anaporomoka kwenye akili ya wanadamu, Mungu anakuwa shujaa wake. Sio kwamba amemwondoa kwenye dhiki, ila anakuwa shujaa. Leta kazi ya Bwana kwenye nyimbo,
sifa na shukrani, halafu uone waabuduo kama watakuwa viwete kiroho, watakuwa imara. Kwa hiyo ni bora kuliko sadaka, bora kuliko kafara. Na Samueli alizungumza pia jambo hili. Hebu nenda kwenye Samueli ya kwanza sura ile ya 25 ile aya ya 22. Biblia inasema hivi. Soma. Mungu naye awafanyie hivyo adui za Daudi. Samueli ya ngapi? Samueli wa kwanza 25 aya 22. Aha. Nenda sura ya 16 aya ya 22. Samueli ya kwanza sura ya 16 aya ya 22. Soma. 6:22. Biblia inasema kisha Sauli akapeleka watu kwa Yese. No, sura ya 15. Maana ya 23 nazungumzia dhambi ya uchawi, mstari wa 22. 15 soma. 15. Ndio maana nilijikuta nimesema 25, ni 15. 15 na aya ya 22. Naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sana kuitii sauti ya Bwana? Angalia, utii ni bora kuliko dhabihu. Utii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Sasa angalia, ni vitu viwili vinatajwa hapa. Hapa kuna kafara, sadaka. Sadaka yoyote unayoileta, na nisikilizeni watu wa Mungu, watu wanainua sadaka hawajui ina nini maana yake. Anaambiwa hivi, sadaka haina maana kama hakuna mtiifu hapa. Utii ni bora kuliko sadaka. Halafu kuna wahubiri leo wanasema sadaka ni bora. Kwa hiyo wanapoleta sadaka wanaona Mungu anasema yaani ndio yenyewe hii. Hasa umeleta leo umegusa moyo. Sadaka. Mungu anamwambia Samueli, mwambie huyu hivi, sadaka anazitoa sio chochote, maana utii ni bora kuliko sadaka. Na kwenye ile wa Zaburi 69 anasema kuimba sifa pamoja na shukrani ni bora kuliko sadaka. Kwa hiyo wimbo na utii ndivyo ambavyo ni kitu hiki vinazidi sadaka. Kwa hiyo kama kuna waimbaji ambao ni waasi, sio watiifu, hawawezi kuimba. Hawawezi. Mwimbaji yeyote ni mtiifu kwa neno la nani? Sasa nyingine tunapambana hata anaongoza mpasuo, mara ameweka ni uwanja, mara sio amefanyaje, naye anajikomaa hata anaimba. Wewe uchafu, takataka hizi tutakuja kuangalia jioni. Yaani waimbaji ambao ni wabishi wa neno la Bwana, kanisa mtaentertain, lakini hata ninyi mtakwenda mbele za Bwana kwa ibada ya nyimbo zao. Hakuna chochote kinachofanyika. Na hapo ukiwatetea unajua ndio wewe mwenyewe. Usitetee mwasi, atawapeleka kwa damu. Kwa sababu uimbaji ni utii wa neno la nani? Huyu yuko mstari wa mbele wa kuhakikisha sisi wenyewe tunajisalimisha kwa Bwana katika ibada. Si ni kujisalimisha katika ibada, ni kumwabudu Bwana kwamba yeye ni mkuu, halafu anahusika na maisha yetu. Sasa hawa ndio wako mstari wa mbele wa ibada. Halafu waumini ndio wanaungana kusikiza ule wimbo, unawatoa pale, unawaunganisha nao, wanaitikia amina. Ndicho tulizosoma kwenye ile kitabu cha Ufunuo. Ile ibada pale juu mbinguni kwenye uhai wanne, wazee 24, malaika 10,000 mara 10,000 walipozungumza wastahili wewe, wakaorodhesha sifa zake, ndipo Biblia inasema wakaitikia na zikasikia viumbe vyote. Rudi kwenye Ufunuo, soma tu mstari wa 13 na 14. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 13 na 14, tumalizie pale. Uangalie kinachofanyika pale. Ufunuo 5:13 anasema 13 na 14, na kila kiumbe kilichoko mbinguni, juu mbinguni na juu ya nchi. Na hapa juu ya nchi kuna nani hicho kiumbe? Na wewe uko juu ya nchi? Ndio. Na chini ya nchi. Na chini ya nchi? Ya juu ya bahari. Na juu ya bahari? Na vitu vyote vilivyomo ndani yake.
na vilivyomo ndani yake nilivisikia. Yohana anasema nilisikia vikiimba, ama tumia neno kusema, lakini walikuwa ni muziki. Nilisikia wakiimba. Waliimbaje? Baraka, heshima na utukufu na uweza na yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai wanne waliozunguka wakasema amina, amina. Na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Amen. Halafu sisi tunataka leo wapeni amina waimbaji. Waimbaji waje wamwandae mnenaji. Halafu tegemea waabudiwa watasujudu mbele za Bwana. Hata wao wana akili. Maana wakifanya hivyo watakuwa wanasujudu kwa mnenaji. Tunakaribisha kwaya watuimbie. Kwa tunapoimba wimbo kwenye mkutano hapo, nani anaimbiwa? Kama kwenye nyimbo za pamoja congregation zinaenda kwa Mungu, kwa nini waimbaji watuimbie sisi? Wakati sisi sote tunapaswa kuungana nao kuimbia nao. Ndio maana watamke maneno vizuri, tuyasikie, yaingie moyoni, tuungane nao katika tafakari sia, tuingie wote. Amina. Amen. Tuingie wote kwenye ibada. Na ndio maana akasema utii ni bora kuliko sadaka, na uimbaji wa sifa na shukrani kwa Bwana ni bora pia kuliko sadaka. Hapa unaona kumbe wanaoimba wasipokuwa watiifu kuna kinachoendelea. Usimame tuweze kuomba. Mungu wetu wa mbinguni, muziki ni ibada, unatuleta mbele zako na unakuwa muhimu, maarufu kuliko yanayotupata. Yanatuelekeza katika njia yako ya patakatifu, na hivyo tunakuwa salama. Na uimbaji huu wa sifa na shukrani ni bora kuliko sadaka. Tusaidie tunapojifunza nadharia hii katika masomo na semina hizi. Tusaidie pia tunapojifunza teolojia hii, unasema nini kuhusu muziki na unavyoweza kutuathiri tunapoimba mbele zako. Hili tuseme amina na tuishie kukusujudu wewe. Tupatie mapumziko mema mchana wa leo, kwa jina la Yesu. Amina. Amen.